zangu, tunaposoma maandiko matakatifu tunakumbushwa kwamba Mwenyezi Mungu hana upendeleo. Kama tukihitaji mvua, yeye anatupatia mvua wema na walio wabaya. Kama tukihitaji jua, yeye anatupatia jua walio wema na wabaya. Tukihitaji chakula, anatupatia chakula wema na wabaya. Mungu wetu hana upendeleo. Na tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, mtakatifu wetu mtume anasema wazi kwamba hakika anatambua ya kwamba Mungu hana upendeleo. Mungu wetu anaonyesha kwamba hana upendeleo kwa watu wa sehemu fulani tu katika maandiko matakatifu. Katika somo la kwanza tumesikia habari ya kuponywa yule mkoma anaitwa Naamani. Alikuwa jemedari mkubwa katika jeshi. Huyu Naamani anatoka sehemu nyingine, anaponywa na mtumishi wa Mungu Elisha. Lakini katika somo la Injili Yesu anatukumbusha tena kwamba hata yule mjane wa Sarepta alikuwa ni mbali na Israeli, lakini Mwenyezi Mungu alitenda muujiza mkubwa wa kuongeza chakula chake kwa huyo mjane. Na hivyo mifano kadha wa kadha ambao Mwenyezi Mungu alitenda si kwa wana wa Israeli, na hili inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa na upendeleo. Katika somo la Injili ni mwendelezo wa kukataliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alipoenda kule katika sinagogi kwao, alichukua kitabu cha Isaya, akafungua, akasoma, akawaambia kwamba maneno haya leo yametimia, kwamba huyu ambaye alichaguliwa ndiye mimi. Watu walimkataa kwa sababu walijua, wakisema huyu sio mtu wa fulani na mambo yake tunawafahamu, baba yake ni seremala. Walimkataa Yesu. Ndio maana Yesu anahitimisha kwa kusema kwamba hakuna nabii mwenye kukubalika katika nchi yake dunia. Alikataliwa kwa sababu walimfahamu. Na Yesu anaondoka, hatendi miujiza katika sehemu hiyo, anaenda kutenda mambo makubwa katika sehemu nyingine. Ndugu zangu, na sisi katika kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunaalikwa kutafakari kwanza kumtambua Kristo. Wenzetu walimtambua Kristo, lakini katika kumtambua huko walimdharau kwa sababu walimfahamu. Huenda na sisi tumemtambua Kristo, huyo ambaye anasema nasi katika neno lake, huyo ambaye tunampokea katika Ekaristi Takatifu. Huenda tumemzoea sana, tunaona ni kawaida, tunamchukulia poa Waswahili wanasema. Tunakumbushwa tumtambue Kristo kwamba anabaki kuwa Mungu na anabaki kutupatia neema na baraka na anakuwa ni mpya kila siku. Ndio maana hata adhimisho la Ekaristi Takatifu kila siku ni mpya. Tumtambue Kristo kama Mungu wetu, tusimchukulie kawaida. Lakini pili, tumpokee. Pamoja na kwamba walimtambua hawakumpokea Kristo, na sisi tunataka tumpokee Kristo katika matendo yetu. Na namna tunaweza kutambua kwamba tumempokea Kristo katika matendo, katika maisha yetu, ni kutafakari njia zetu, namna zetu za kuishi. Na ndio maana kipindi hiki cha Kwaresma kimewekwa ili pale ambapo tumeshindwa kumtambua Kristo na kumpokea kwa kutenda matendo mabaya, kwa kuishi maisha ya dhambi, basi tuungane na wenzetu na tumpokee tena Kristo. Yaani tutampokea Kristo kwa kutekeleza vyema yale yote ambayo yeye anatuagiza na yale yote ambayo kanisa linatuagiza. Mungu Mwenyezi Mungu atujalie hekima ya kumtambua Kristo na kumpokea Kristo. Tusidharau wala tusimchukulie kawaida, bali Kristo aje kuongoza daima, na yeye abaki na sisi akitutendea yale yote ambayo tunataka tutendee, kama alivyotenda si kwa Waisraeli bali kwa mataifa mbalimbali. Hata sisi Kristo yuko tayari